haya madai ni madai ya kisiasa, na yule anaziendesha si mwingine bali ni mbunge wa Mount Elgon, Mheshimiwa Kapondi. Mimi naitwa Mos Ndiema. Pamoja na mimi ni wazee na wamama kutoka kwa jamii ya Wasabot. Kile kimetuleta hapa leo ni kwamba nilipata habari, niliitwa na wale wakuu wa polisi wanaohusika na mambo ya uchunguzi katika kaunti ya Bungoma kwa tuhuma ya kwamba kuna baadhi ya mambo ya kitamaduni ambayo tumekuwa tukijihusisha nayo na ambayo wengine wametoa madai ya kwamba ni kinyume na sheria. Wakatoa tuhuma ya kwamba tunapanga njama ya kuleta utovu wa usalama, labda kuwapiga, kuwaumiza ama kuwadhuru watu wengine katika jamii. Hiyo sisi tumekuja hapa leo na tumekanusha hayo madai. Tumepeana taarifa yetu kwa wakuu wa polisi katika Bungoma County, na nitaongezea tu kusema ya kwamba mojawapo ya tuhuma ni kwamba eti mzee wa Kisabot akibeba fimbo, akitembea na fimbo, ambaye ni mojawapo ya vitu ambavyo viko kwenye utamaduni wetu, eti hiyo ni makosa, eti sijui hizo fimbo tumetoa Baringo. Tuhuma za uongo. Amejitenga na shughuli zote za kitamaduni kwa sababu anaamini eti kuna uhusiano kati ya haya mambo ya kitamaduni na kuwepo kwake kwenye kiti cha ubunge ama siasa uongozini. Sisi tumetofautisha vitu viwili. Ni kweli mimi pia nina interest katika siasa, lakini hiyo haimaanishi kwamba kazi ambayo tumekuwa tukifanya, mikutano miwili tuliyofanya Cheptais, mkutano mmoja tumefanya Maseni, eti ilikuwa ni mkutano wa kisiasa ama ni ya kupanga njama ama ni ya kufanya watu wakule kiapo. Huo ni uongo. Shughuli ambayo ingefanyika leo ambayo serikali imesimamisha ya kuondoa mti ule wa mkuyu pale katika shule ya Toroso. Sasa haya ni mambo ambayo yalisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Inakuaje mbunge leo anadai ya kwamba huo mti ukiondolewa ni yeye ameondolewa uongozini? Alikuwa wapi yeye miaka 200 iliyopita? Ndio sasa aseme ati yeye ndio huo mti. Sisi tunajua kwamba kuondolewa kwa huo mti ni baadhi ya mambo ambaye jamii yetu inataka kutekeleza ili ilete heri njema katika jamii ya Wasabot. Serikali isiharamishe utamaduni wa Kisabot. Tunaomba serikali, katika mikutano ambayo tumekuwa nayo Cheptais, tulikuwa na wawakilishi kutoka vitengo vya usalama, mpaka na OCPD alikuwa kwenye huo mkutano. Ile nyama tulikula pale, tulikula na yeye. Inakuaje leo hiyo ni kiapo? Kwani alikula kiapo na sisi? Kwa hivyo tunaomba serikali watusikize. Sisi tunaheshimu sheria. Chochote ambacho tunatenda hawa wazee wa Kisabot si kinyume na sheria. Wanaenda kwenye ofisi za serikali, wanaomba kwamba tunataka kufanya mkutano siku fulani, wanaruhusiwa. Alafu baadaye wanafanya mkutano wao, wanaomba kuwepo usalama. Hiyo inawezaje kuharamishwa? Ama ni Wasabot ndio hawana haki ya kufurahia utamaduni wao?
Kwa hivyo hilo ndio ombi, na bado tunarejelea kuomba ya kwamba serikali iruhusu jamii ya Wasabot kuondoa huo mti mkuyu ambao uko Toroso, kwa sababu ni mojawapo ya vitu ambaye tunaamini sisi Wasabot ya kwamba ilisemwa na wazee wetu kama miaka 200 iliyopita. Ni maajabu sana ya kwamba kiongozi kama Honorable Fred Kapondi alete madai ya kwamba wazee wetu pamoja na watu wa Wasabot walikuwa napanga njama ya kivita. Juzi tu tumekuwa na Waturukana waliokusanyana kule Lodwar. Wengi walitoka nchi ya Karamoja, wengine walitoka Taposa au sehemu za South Sudan, wengine walitoka Ethiopia, na hata Wateso wa hapa chini walienda na wakaenda kutekeleza mila na desturi yao. Kwa hivyo mila na desturi ni kitu ambacho Mungu amempa kila kabila, na hiyo ndio msingi na ni I can say in English pillar ya kabila yeyote ile. Juzi wa Masai wameitana wakaenda Kajiado, wakatoka Laikipia, wakatoka Samburu, watu wa Iljams kutoka Baringo walikuwepo, wengi wakatoka sehemu za Kajiado na wengine walitoka Tanzania. Wakafanya mila yao, wakaimba kila kitu, hakuna kiongozi aliyewapinga. Kwa hivyo nataka kuomba serikali ya kwamba serikali iwaruhusu Wasabot wafanye mambo yao ya kitamaduni kufuatia vile wazee yao waliwapa maneno ya kufanya, kwamba fanyeni ikifika muda kama hii. Kwa hiyo wanafanya mambo haya si kwa sababu ya kwamba kuna kiapo. Mwenye anasema ya kwamba fimbo ambazo tumekuwa naye ya kwamba ilitoka Baringo, hiyo ni uongo. Hizo fimbo mimi nilitoa hapo Chabareria wakati ya soko. Ukienda kule unakuta. Hiyo sisi tunaita sitionde, wengine naita siteo, Wabukusu naita sitati. Hiyo ni unatembea nayo, hiyo si ya uchawi. Na iwapo mtu anasema kwamba ni ya uchawi, yeye mwenyewe ni mchawi na anaogopa kwa sababu anajua kwamba yeye hutumia fimbo kufanya urogi na masingaombwe. Sisi hatufanyi mambo kama haya.